tunaweza soma kutoka kwa huyu ndugu. Jambo la kwanza, alikuwa na mtu akona concern. He was a person of concern. Concern sijui nitasemaje na Kiswahili, lakini sio mtu hataki kujua ni nini inaendelea. Unaposoma Nehemia mlango wa kwanza mstari wa 2, ile kuuliza swali kwamba Yerusalemu na wale walisalia wanaendeleaje. Mtu anapouliza swali kama hayo ni kwamba ungependa kuhusika, ni kwamba unajali, ni kwamba uko pamoja. Pengine mumetengana tu kimwili, lakini kimawazo na kiroho ama mausia mko pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara nyingi nashangaa watu ingia kanisa wanaondoka, hawataki kusalamia hata mtu, ni kama wako na haraka sana. Hata mchungaji anaposalamia watu pale, wao wametoka njia zingine na wameenda, hawataki hata kujulikana wako, maana they are not concerned. It doesn't concern them. Na watu kama wapia watakapokuwa katika shida, hakuna mtu atajua wanapitia shida gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nehemia, ingawa ako katika nchi uhamishoni, roho yake bado ilikuwa kule na watu wa Israeli kule Yerusalemu. Jambo la pili, Nehemia alikuwa mtu wa mzigo. Unajua, kama hauna concern hautakuwa na mzigo, burden. Mzigo ndio unakupa msukumo uweze kutenda jambo. Kama hauna mzigo, hakika utakuwa mzigo kwa wengine. Mpaka kama mtu wa Mungu uwe na mzigo kwamba hili kanisa inaendeleaje? Je, watoto walienda waliendaje? Kama hauwezi kuuliza swali na uwe na mzigo, kwa hakika hata kuhusika itakuwa vigumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa na mzigo, maana mstari wa 4 mlango wa kwanza inatuambia kwamba aliposikia maneno haya alikaa chini akaomboleza. I sat down and wept. Kwa siku kadhaa aliendelea kuomboleza, akafunga, akaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Hawa ndio Wakristo wapendwa, kila mchungaji angependa kuwa nao katika kanisa lake. Wakristo wanaokuwa na mzigo, na watajibebeza tu mzigo, wanajua yule wa kubeba hiyo mzigo, kumpatia mzigo ni Mungu. That when I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before God of heaven. Nehemia, hiyo habari alisikia kutoka Yerusalemu, ilimguza, ikampa mzigo ikamsukuma awe katika maombi na kutubu dhambi za waliosalia mbele zake kule Yerusalemu, akiomboleza mbele zake Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la tatu, Nehemia akawa mtu wa kuhusika. He got involved. If you don't have concern that leads you to a burden, it will never lead you to get involved na ufanye jambo. Maisha inaweza kuwa tu rutina, muka enda, Jumapili ingine imefika enda. Lakini kuhusika katika maisha ya kanisa, kwamba hili kanisa injili inaenda wapi, ama maombi ni siku gani, ama Bible study ni siku gani, hautahusika kamwe. Na Bwana tusaidie sana, maana
Nehemia aliamuka baada ya kuomba, akaenda mbele za mfalme, na alipoenda mbele za mfalme, mfalme akamwangalia, akakuta kuna jambo inamtatiza, na akamuuliza, what is it that is disturbing your spirit? Kwa uoga akamwambia, mfalme, uishie milele, nitakuwaje na furaha kama nchi ya baba zangu imekaa katika hali mbaya? Akamuuliza, ungependa kufanya nini? Unipe ruhusa nirudi, niende nikajenge ukuta wa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba Mungu aweze kutusaidia kama Wakristo wa St. Veronica. Zile ukuta Mungu atakuonyesha kwamba zimebomoka, unastahili kuhusika kuzijenga. Mungu akurehemu, Mungu atusaidie, wewe na mimi tuweze kuamka na tuweze kuzijenga. Kumbuka kwamba, wapendwa, kanisa imezidi kuwa sio kwamba kwa watu wanayo mali sana. The church is always moved to greater heights by ordinary people who may not have much, which people may consider as riches, but in their humble circumstances, they are touched to attempt to do something great or small to make a difference. To make a difference, unaanza tu pale kidogo. Ile kidogo utakaponyosha mkono uifanye, utakapoamuka uifanye, maana you have seen the need, you have been touched, you have prayed about it. Ni kuamuka na kuhusika katika kazi ya Mungu. Na hili ndilo ombi langu, wapendwa, kwamba Mungu atusaidie tuwe kama Nehemia, na Bwana awabariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu kwa sababu ya neno hilo la tunapojifunza juu ya kujitoa ili Mungu akatutumie kama vyombo mkononi mwake katika kanisa lake na katika ufalme wake. Tutasimama, taimba wimbo wa 373 kama wimbo wetu wa matoleo. Teteeni Yesu. Teteeni Yesu, yo askari weni bera tayari medakanye vitani sisi hatuchoki tawashindwe yeye amiliki
umetoa. Unapozipokea mfalme wa falme, kumbuka kujinyima kwao. Wabariki wanapoondoka, wanapoingia. Bariki kazi za mikono zao, wapanue hata na mpaka mfalme. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Tukae dakika moja tu. Natangaza harusi kati ya Bwana Kevin Matoka Oyaro pamoja na Naomi Kemuma Ogacho, wakiwa wawili washiriki wa kanisa hili ya ACK St. Veronica South B. Harusi hii itaunganishwa kirasmi Jumamosi ya tarehe 29 kuanzia saa 4 hapa kanisani. Kama kunaye mtu ana sababu kamili, hawa wawili harusi yao ama ndoa yao isunganishwe kirasmi hapa kanisani, na useme sasa. Hii ikiwa ni mara ya pili kutangaza ndoa hili. Asanteni sana kwa kuja kuabudu nasi siku ya leo. Mungu wa amani azidi kuwabariki na kuwatendea mema. Naomba tusimame tuweze kumalizia. Asante Mungu wetu, midomo zetu zimekusifu, sikio letu limesikia neno lako, na Baba tukanyosha mikono zetu kuabudu na hali na mali zetu Bwana. Tunapoondoka sasa, tukabidhi mkononi mwako, katutangulie katika shughuli zetu zote na kazi zetu zote za wiki hii. Zianzie kwako, zikafundishwe kwako, na Baba uzidi kutuinua, tukubariki. Na sasa wapendwa, amani ya Mungu ipitayo fahamu zote iwalinde nyote nia zenu na njia zetu katika hali ya kumpenda Mungu wetu. Na baraka ya Mwenyezi Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikae nafsi sasa na hata milele. Amen. Bwana kae nanyi. Nawe pia. Mwe na wiki njema ya baraka. Asante, tunashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hiyo ya kuweza kumwabudu. Tutatoka na wimbo wa 53, watumwa wa Bwana na mkaya benu. Watumwa wa Bwana, tuanze pamoja. Watumwa wa Bwana na wakae vema, walitii neno sana, wakeshe